Kumbuka kwamba leo maombi ya Geoffrey Mwambe dhidi ya kamishina mkuu wa uhamiaji pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali yalikuwa yanakuja kwa ajili ya uamuzi, na uamuzi umeshasomwa mbele ya Jaji Ngunyale na amesema kama ifuatavyo kwamba Mwambe anaruhusiwa sasa kufungua maombi ya msingi ndani ya siku 14, na amesema kwa kuwa tuliomba pasipoti 6 kwa maana za Mwambe pamoja na familia yake, kwa maana watoto watatu pamoja na mkewe, ambazo almost ni pasipoti 4 hizo. Amesema kwa hao wengine hawana maslahi katika shauri hili. Kwa aliyepewa ruhusa ya kufungua kesi ya msingi au maombi ya msingi ni Geoffrey Mwambe. Kwa kimsingi tumeshapewa leave au ruhusa imeshakubaliwa na mahakama tuweze kufungua maombi yao ndani ya siku 14. Pengine kwenye muktadha wa kisheria kusema ana maslahi ama hana maslahi wanamaanisha nini sasa? Ni kwamba unapoenda kuomba jambo fulani mahakamani lazima uwe na interest nalo. Unaposema maslahi maana yake vinasaba na hilo jambo ambalo unaenda kuliomba. Ndio tafsiri ya hiyo au maslahi au interest. Kwa hiyo lazima uwe na vinasaba na hilo jambo ambalo unaenda kuliombea. Kwa mantikio maana yake mahakama imeona watoto na mke hawana vinasaba na kisheria. Sasa ilitakiwa hawa watoto na mke wawe na maombi mengine tofauti na haya, kwa sababu kuna utaratibu wa kisheria wa kushtaki kwa niaba ya mtu mwingine. Ndio jambo ambalo limetokea mahakamani. Kwa hiyo maana yake kwa msingi maana yake hata kesi ya msingi mnaenda kufungua maana yake mtu akonkudi. Hatutaweka hao wengine, tutaweka tu Geoffrey Mwambe dhidi ya kamishina mkuu wa uhamiaji pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali. Kwani nyinyi kama mawakili sasa kwa hao wateja wenu wengine tunafanyaje? Tutaangalia, tutashauriana na familia tujue namna ya kufanya. So far tunaruhusiwa kuja kufungua maombi mengine kama sahihi, tunaruhusiwa kisheria. Sasa unawaambia nini Watanzania ambao wengine walikuwa wanafuatilia kwa karibu sana? Jambo kubwa ni kwamba ruhusa imekubaliwa ya Geoffrey Mwambe kuweza kumshtaki mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na kamishina wa uhamiaji ili alazimishwe aweze kupewa pasipoti yake ambayo alipokonywa akiwa mpaka wa Namanga akienda kutibiwa Ujerumani.